Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza kabisa napenda nitoe shukurani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia neema ya afya na uhai tukaweza kuwa katika eneo hili la msikiti wa Mianzini katika kuwapa furaha watoto wetu hawa yatima wa majumbani, sio wa vituoni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema amali bora ipendezao mbele ya Allah baada ya kutekeleza faradhi ni kuingiza furaha kwa ndugu yako Muislamu. Kwa kweli watoto hawa wamekuwa na furaha na hiyo imekuwa ni furaha yetu sisi kote. Nitoe shukurani kwa wadau wote ambao wamewashika mkono watoto hawa kwa siku ya leo na wamekuwa na furaha, na waombea kwa Mungu na wao awape furaha. Vile vile na wahimiza wadau wengine mbalimbali ambao bado hawajaelewa maeneo kama haya, basi wajitokeze, na kama mtu hajui wapi aende basi awasiliane na Ukhti Farida, ataweza kuelekeza wapi uende. Nitoe shukrani nyingi sana kwa TV Imani na vile vile Sambawi TV kwa kuweza kuungana nasi katika eneo hili la msikiti wa Mianzini kwa ajili ya kuweza kufikisha habari zetu, salamu zetu katika maeneo mbalimbali. Yeyote atakayetaka kufanya harakati hizi, iwe ni ndani ya Dar es Salaam au ni nje ya Dar es Salaam, wasiliana nami kwa namba 0684 683454, hiyo ni Airtel, au 0718 039562 Farida Pembe. Utanipata na nitakuelewesha maeneo mbalimbali ya kufanya harakati, si kwenye yatima tu, lakini vile vile tuna huduma kwa walimu wa vijijini ambao wako kwenye mazingira magumu kutokana na kukosa mishahara. Tunawawezesha kupata mishahara ili waende wakafundishe elimu vijijini kwa wenzetu ambako bado hawajafikiwa. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina mimi naitwa Lila Bara Milao, ni katibu wa taasisi ya JAI Bagamoyo. Taasisi hii hapa kwetu Bagamoyo imejikita katika mambo matatu makuu. Moja, kuonda hospitali kuwasaidia wagonjwa na kuwapatia uji asubuhi, na wale walioshindwa kumudu gharama za matibabu huwa tunawasaidia kwa michango na uhisani mbalimbali, tunafanya hivyo. Lakini hata pale kuwaogesha na kuwatafutia nauli wale ambao walipewa discharge kurudi makwao, kuchangia damu kwa wale wenye uhitaji, wenye mapungufu ya damu. Lakini tunazika maiti za Kiislamu ambazo zile zilizokosa ndugu. Hiyo kazi ya kwanza. Kazi yetu ya pili, kwenda magereza kwa ajili ya hali ndugu zetu wafungwa kule, kutoa misaada mbalimbali. Lakini pia wakati mwezi mtukufu wa Ramadhani watu tunapelekea iftari, na sikukuu kama hii ya leo tunapelekea sadaka mbalimbali uhitaji, kwa mfano nyama, mchele, ili nao wajione wako katika mazingira mazuri kama tuliokuwa nayo sisi. Lakini huwa tunalipia faini kwa wale wafungwa tunaona hawa wameshindwa kumudu, wako katika hali mbaya, wana maradhi, lakini wengine wazee, basi huwa tunalipia faini kwa ambale wamekosa ndugu ama familia wa kuwalipia hizo faini. Lakini kazi ya tatu, tunahudumia makaburi, kusafisha wale wanaingia katika hayo maeneo ya makaburi. Wengi tumewafungulia kesi, lakini tunapiga marufuku ama utupaji taka, uvunaji miti, watu kujisaidia katika hayo maeneo katika wilaya yetu na kusafisha maeneo ya makaburi hapa Bagamoyo. Lakini kazi ya nne, kuwa nao karibu wajane wenye kuishi na watoto yatima. Huwa tunafanya shughuli mbalimbali kwa kusaidiana na taasisi ama NGOs mbalimbali, wanatushika mkono, kwa mfano madaftari wanafunzi shuleni, uniform na mahitaji mengine ya shule. Sasa hii leo ni sikukuu ya Eid al-Haji. Tumeamua kwa kushirikiana na taasisi grupu la kina mama Tegeta na wahisani mbalimbali, wakaandaa hafla hii leo tule na watoto yatima, na kwa kweli tunashukuru tumefanikiwa kulifanya hili zoezi. Zoezi limekwenda vizuri
na watoto kama mnavyoona wamekula, wamerelaksi, wanajisikia kwamba wako na wazazi. Tunaomba wadau mbalimbali tushirikiane katika hili, kwani kazi si ya mtu mmoja. Sote tunapaswa tushirikiane ili tuweze kuwalea ama kuwatunza watoto hawa. Watoto katika mazingira magumu wanahitaji masuala ya stationery, kwa mfano mashule, uniform, nguo za sikukuu kama mnavyoona. Kuna wengine wamependeza, kuna wengine wamekosa, lakini hii yote kwa sababu ya mapungufu ya hapa na pale. Kwa hiyo tunaomba ndugu zetu, leo tunashukuru sana grupu la kina mama linaongozwa na Bi Farida Pembe la Tegeta kwa kutushika mkono kuweza kusimama imara kuhakikisha tunaweza kufanikisha hili zoezi. Na kwa kweli kwa 99% wamefanya zoezi hili, imekwenda vizuri. Ninawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awalipe pale walipotoa, basi awazidishie, kwani sisi tumeagizwa tuone huruma hawa ndugu zetu waliokatikiwa. Na kwa maagizo hayo inatupasa sisi sote tusimame imara kuhakikisha watoto yatima wasijione yatima, wajione nao wako huru, wanahitaji huduma na wanapata huduma hizo. Lakini nani wa kuwapa huduma hizo? Ni sisi. Kwa hiyo tujifunge kibwebwe, tuhakikishe kila penye yatima tusiwanyanyase hawa watoto. Ni wajibu wetu kuwatunza, kuwalea na kuwasaidia pale inapohitajika kufanya hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, nawasihi tushirikiane katika hili ili tuweze kumudu kuwalea watoto hawa kwa ufanisi mkubwa. Wanahitaji moyo wa huruma, wanahitaji mshikamano wa pamoja ili tujenge mahusiano bora na watoto, kwani hawa kesho ndio watakuwa vizazi bora, wataliongoza taifa hili. Kwa haya machache niseme wabillahi taufiki. Nazidi kushukuru sana hii taasisi, grupu la ndugu zetu kina Farida Pembe la Tegeta. Kwa haya machache niseme nashukuru sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Tunashukuru sana kwa taasisi iliyotolewa kwa Farida binti Pembe kwa kutujumuisha watoto wote tusiokuwa na wazazi, kukaa pamoja, kupata chakula kwa pamoja. Tumefurahi, tumekula, tunashukuru Mungu, tumekunywa, na tunaomba pia kidogo yani wawe na moyo huo kuendelea siku nyingine kama hivi, watutembelee tena, waje kututia mkono. Mungu awajalie sana, tunashukuru sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana akina azaban nar akina azabal kabul akina azabal sirat akina azabal mizan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.